Team Cyprian TV, once again, welcome again. Thank you so much for the support yenye mnaendelea kutupatia. Najua mmekuwa mkiniuliza, Cyprian, tulikuwa tumekuzoea na udaku. Sasa nimerudi, nitakuwa nawapeleka vijiji, tunajua what's going on ama ni nini inaendelea. Anyway guys, it's a very sad day. Najua hii update ningefanya jana, but it's okay hata kama tutaifanya leo. So guys, to be honest, depression is killing many people. If you are not strong enough guys, depression itakumaliza, itakuwa. Juzi askari mmoja ambaye ni mwanadada, hakuna familia hapa Kisii town, na anatoka hapa Kisii county, aliweza kuji-unlife. Yani aliweza kujimaliza yeye mwenyewe kwa kujiwekea dus. Pale askari wanapoelezea ama uspidi na usiesi wanapoelezea wanasema kwamba huyu mwanadada hakuwa ameonekana kuwa na dalili yote ya mafikirio ama kufikiria vitu kama mbaya. Pia marafiki zake hawajaweza kusema kwamba pengine alikuwa anawaambia kuna mambo ambayo yanamsumbua. Ilifika jioni wakati alipokuwa on duty, akaji-excuse, watu wakafikiria anaenda choo, kumbe ameingia communication room ambayo haitumiki sana according to hao wakubwa wa police station. Hivyo ndio wanasema yule mwanadada aliweza kuingia kwa communication room, na hiyo communication room watu yani mara mingi haitumiki. Although nimeona pale kwa mtandao wakijiuliza ama wakiuliza kama communication room haitumiki, basi mambo na communication inatumiwa wapi? Na walisema halikuwa na AK47 AK47 ndio alikuwa nayo. So yule mwanadada alipoingia pale kwa room aliweza kujidunga kamoja kupitia kwa matiti, ikatokea the other side. Ni huzuni sana. May her soul rest in peace. But ukiangalia kwa picha zake alikuwa jofyo, ni mtu anaonekana ako sawa, ako salama, hana any stress. Guys, ndio maana nakwambia ukiona mtu ako mzima hivi, huwezi ukajua ni nini huyo mtu anapitia. Huwezi ukajua kitu chenye mtu anapitia. So, huyu mwanadada ameaga, ameacha watoto wake, ameacha bwana nasikia ni mwalimu huko Nyanchwa. So guys, ni jambo ambalo linashtua, especially wakati huu tumepoteza watoto wengi sana, tumepoteza wazazi wengi sana, mandugu na madada, watu kwa kujimaliza. Yani mtu anakuwa na stress kidogo hivi anajimaliza. Guys, si wote wanajicontrol. Hiyo nayo tuambiane ukweli. Si watu wote wanaweza kujicontrol. Hiyo nayo wacha tuambiane ukweli. Si watu wote wanajicontrol. Vile wewe unaweza jicontrol, si vile mimi naweza jicontrol. Kila mtu ako na vile ana handle depression yake. That's why unaambiwa if you see someone ako na signs za depression, jaribu kumfika karibu, at least uweze kumpatia mawazo ama mawaidha. Muweze kushare, pengine anaweza akakuambia alafu ukaweza kumsaidia. Lakini hao watu wa siku hizi utaenda kuelezea mtu shida zako zitakuwa ndio laughing stock. Huku nje ataenda anze kuweka ma status, Cyprian kanapitia, Cyprian sijui nini. Hivyo ndivyo dunia sasa imefikia. Hapo ndio wananchi tumefikia. So that's why in many cases unapata mtu anaogopa kushare kile kitu ambacho anafanya nini anapitia. Lakini ni huzuni, ni uchungu. Ni huzuni sana kumpoteza mwanadada mdogo kama yule. Ni mtu ambaye alikuwa anajituma, anafanya kazi yake vizuri, marafiki wamemlilia, wamemsifu, wamesema vile alikuwa mzuri, but guys, now she's no more. So guys, please, hata kama ni kwa ndoa ama kwa my relationship, things nowadays they are not working. Mtu unabaki unalia. Kama wewe una roho ngumu, unaamua unajimaliza. Kama una roho ngumu, unaamua unajitoa kabisa, yani unaamua maisha yako inakuwa miserable kabisa, because huwezi ukatake that heartbreak. Guys, kuna kuachika. Tukubali tu wakati mambo kama haya yamefanya nini, yametendeka.
Kuachwa na kuachika sio mwisho wa dunia. Wakati unaachwa, si sasa unaona like ufai kuishi hii dunia. Ama wakati unaachana unaona like ufai kuishi hii dunia. Manze, you have a life to live. Mothers, you have your kids to take care. Imagine sasa umetimaliza, umeacha watoto wako hapo. You know these men, they don't care. Ukisha kufa, yeye ataleta mwanamke mwingine, maisha itasonga. Upate huyu mwanamke mwingine haizi akapenda watoto wako. Utafanya nini? So guys, tafadhali, wakati vitu kama hizi zina happen, najua tunalianga because of our kids. Hakuna mwanamke ambaye anatakanga kulea mtoto wake kama hakuna wazazi wote. Hiyo nayo najua na kila mtu anajua. Hata mwanaume, hakuna mwanaume anatakanga alee watoto wake peke yake kama mama ya hayuko. Sisi wote ni maombi yetu inakuanga kwamba tulee familia zetu zote. But tunajipata mambo happen. Ikisha happen uwezi ukasema uende ukajiue. Ama wakati uko na mashida, unaona like hizo shida uwezi ukatatua. Niliona mwingine akisema, unajua uko unapata pay slip inakuja 0, sijui nini. Hizo shida ziko. Mambo na financially stable finances, vitu kama hizo zipo, lakini kujimaliza is not the solution. Hawa watoto ambao umeacha watabaki na nani? Hawa watoto ambao umeacha watakuwa aje? Watakuwa raised aje? Vitu kama hizo tukishajiuliza, tutapata solution kwamba hata kama tunayapitia magumu, ache mazito, ache, kuna kuanguka na kuna kuamuka. Kuna kutereza. Umetereza ya kwanza, ya pili, ya tatu, sasa unajua nilifanya hivi nikaanguka. Sasa sitaki kuanguka. Unajua namna ya kujitetea. So guys, mahali popote hupo, na kuombea Mungu akubariki, akufungulie njia zako. Asita akakuacha kabisa. Afungue njia zako. For those people wenye mmekuwa mkitu support, Mungu awabariki sana, awafungulie njia zenu na muinuke. So guys, let's watch this video, na hapo kwa comment section unaweza tuambia, je, ni kipi tutakachofanya ili tuweze kuendelea na familia zetu. So guys, thank you so much. Naweza kusema kwamba tunasikitika kutangaza kupoteza ofisa wetu mmoja ambaye anahudumu katika ofisi zetu za communication hapa makao makuu ya idara ya polisi hapa Kisii. Huyu ofisa ambaye tumempoteza alipata kuripoti kazi jana jioni. Akawa akiwa na silaha ya bunduki, na wakaenda kazi na mwenzake, na baada ya kumaliza hiyo kazi majira ya saa 6 usiku walirudi wakiwa pamoja, na waliporudi wakienda katika stesheni akapeana excuse kwamba anataka kujisaidia. So akawachana na mwenzake, na vile alivyoachana yule mwingine alifikiria kwamba yeye anaenda kujisaidia. Ndipo akaja akaingia katika ofisi ambayo ofisi ya mawasiliano ambayo haitumiki sana wakati kama huu. Akaingia ndani, akajifungia kule ndani, na hakuna mtu alijua kile ambacho kilitokea pale ndani mpaka leo asubuhi, wakati mwenzake aliripoti. Akiingia katika hiyo ofisi akapata ile mlango imefungwa, so akajaribu kuifungua namna ambavyo wanafungua kawaida, lakini haikufunguka. So walilazimisha ile mlango kufunguka, na walivyoingia ndani wakampata yule mwenzake ambaye yule afisa akiwa amekalia chini na bunduki imeanguka chini. Amekalia katika ile hali ambaye alionekana kwamba tayari shaaga. So walipoita wenzake, sisi tukakimbia pale kuangalia, tukampata kwamba kuna risasi alikuwa amejipiga kutoka kwa ile bunduki, na alikuwa amepiga katikati ya matiti yake, ikatoka kwa mgongo, na nafikiria kwamba ni hiyo risasi moja ambayo alipiga ndio ilisababisha kifo chake.
So ni jambo ambalo ilituhangaisha, ilitushtua kwa sababu hatukutarajia jambo kama hilo kutokea wakati huu, hasa ikimhusu huyo ofisa ambaye hajaonyesha kwa wakati wowote ule, hajaonyesha hali ya kuwa na jambo lolote ambalo linamsumbua. Kwa hivyo ndio maana nasema ni jambo ya kutatanisha, kwa sababu amekuwa mzima. Hata jana aliripoti kazi mchana, na hata hiyo kazi ya jioni alivyoripoti hakuwa na utata yoyote kati yake na yeyote yule mwingine. Kwa hivyo ndio maana nasema ni jambo ambalo imetutatanisha. Tumechukua hatua ya kawaida ya kuchunguza vile ambavyo hiyo jambo imefanyika, na tulipoangalia hatujapata chochote ambacho kinaonyesha kwamba alikuwa labda amekuwa na tatizo ya mawazo katika mifugo yake, ambayo labda amesema alikuwa ameshindwa na jambo fulani, ndio ikasababisha yeye kujipiga risasi.